Nilisoma makala moja fupi ya kuonyesha hata wale wasomi waliochukua taaluma hii ya kulea pia wamesahau kuitumia. Mwalimu mmoja shuleni alienda kwenye likizo la kujifungua. Alikuwa mwanamke na yuko katika hali ya mjamzito, akaenda kwenye likizo ya kujifungua. Ikabidi aje mwalimu mwingine kureplace ile nafasi yake. Yule mwalimu alipokuja siku ya kwanza, akiingia kwenye darasa, ni darasa jipya, mara ya kwanza, aliposimama tu akaanza kuwasalimia watoto vizuri, habari zenu watoto wazuri, nini. Malasaf, kwenye madarisi zetu walimu hawasimami kuwasalimia watoto, hungojea kusalimia wao. Mwalimu yule baada ya watoto kukaa vizuri, akauliza swali kuhusu masomo yao. Kwa bahati nzuri akampointi mtoto mmoja pale, what's your name, kadhaa, jina lako fulani. Akamuuliza swali. Alipomuuliza yule mtoto kusimamishwa tu, hajauliza swali, darasa lazima nikacheka. Mwalimu akashtuka, mbona wacheka? Kuna nini? Akauliza swali yule bwana, kimya. Jamaa wacheka. Mwalimu akajua hapa kuna tatizo. Akauliza mwingine, kajibiwa, akafundisha, akatoka. Alipotoka akampata mmoja katika watoto watundu waliocheka kwa vishindo. Akamwambia njoo. Akamwambia mbona umecheka sana? Nilipomuuliza, amwambia mwalimu, tumekushangaa yule pale darasani, hata mwalimu wetu anamwita Dubasha. Yani ndilo jinga la mwisho pale. Sasa tulishangaa, ulijua vipi kwa mpumbavu wetu ni huyu? Mwalimu wenu pia anamjua ni mpumbavu kubwa, amemwita jina Dubasha. Walipo break, yule mwalimu akasema, kaleta oda, aleta yule mtoto. Akamwita, akaja naye wenzake, wenda nyumbani. Akamwambia kaa. Akamwambia, wajua kwa nini nilikupointi wewe pale darasani? Sijui, katika wale watoto mlivyonisalimia nilikuta wewe ndiye mtoto mwenye adabu kuliko watoto wote. Mimi ni mjinga wa kusoma, lakini kwa adabu. Ya kwanza hiyo. Sasa mimi nitaka, ulivyonionyesha heshima yako, nataka kukupa zawadi. Lakini nikitoa zawadi bila mtihani, wale wataona mimi nina upendeleo. Sasa nina mashairi haya, nitakuimbia, nikuandikie, nitakusomea haya mashairi, na nimekuandikia hapa. Utakwenda nayo usiku mzima ukramu haya mashairi. Kesho nikiauliza, wewe uyasome pale, ili nipate kukupa zawadi ya heshima yako. Chuma hakikulala. Akahifadhi mashairi vizuri. Alipokuja mwalimu siku ya pili asomesha literature, sijui nini, mambo ya fasihi ya lugha, mara akayaandika yale mashairi, akaanza kuyasoma na kuyafasiri na kuyaeleza. Ghafla akayakatiza. Nani amehifadhi? Akayafuta yote. Nani amehifadhi ya mashairi? Mzee wa kazi akainua mkono. Jamaa wote washangaa, hili dunia leo huyu. Mzee akapiga bwana, kapiga kama anavyopiga mandazi. Jamaa sema, wahi vipi huyu? Mwalimu akatoa zawadi, shukrani, akampa zawadi. Pigieni makofi, pigieni makofi. Jamaa wote sasa, hii habari mpya hii. Alipotoka mwalimu, baada ya kubreki wenda zao, akamwita tena yule mwanafunzi, akamwambia, sasa kuna maswali matatu haya, kesho nitayauliza, nataka uyajibu wewe. Mimi nataka wakujue kwamba mtu akiwa na adabu, mtu huyu huwa na mafanikio. Discipline ndio kila kitu. Siku ya pili akiuliza maswali ameyajibu.
Siku ya tatu yule mtoto akaja, kumbe mimi naweza, kumbe mimi si dubasha. Mtoto akafanya ghera kwamba mimi kumbe uwezo wa kusoma ninao. Wale mabwana darasani wakaamua kwa kumbe huyu jamaa alikuwa akituenjoy tu. Hili jamaa alikuwa ameonyesha ukorofi yule mwalimu, lakini huyu jamaa genius, Bukhari huyu, msomi huyu. Wakimwona salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Huyu bwana akapita vizuri mutawasiti yake, akapita vizuri thanawi yake, akaingia jamia. Huyu leo baada ya kuchukua PhD doktora, akaandika kwenye kitabu chake kile, mwisho akatoa shukurani, na mshukuru mwalimu alonifanyia sahali njia ya mimi kuwa daktari leo. Tuko pamoja jamani? Hivi hatusikitiki kila mmoja? Ni wangapi tumevunja nyoyo za wengine? Katika tabia njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jabrul khawatir, kuziunganisha zile hisia zile dhaifu, kuzinyanyua, kuwapa moyo walokuwa wamevunjika. Huu ndio mfumo wa malezi, tukiutumia huenda tukawaweka salama tunawalea. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.